Lakini kumbe uko Mungu wa mbingu. Lakini
Haleluya. Wangapi wanafurahi siku ya leo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya tena. Mimi ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunamshukuru Mungu kwa neema na upendo wa namna hii. Kutuweka tukakutana namna hii, upendo wa Kristo ambao ni mkubwa kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kunipa neema na kibali cha kufika na hii siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupata nafasi kama hizi ni adimu, lakini Mungu ni mwema sana. Haleluya. Ninakusalimu kwa jina la Yesu aliye hai. Majina yangu naitwa Fasihi Alon Mwajeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeokoka na mpenda Yesu Kristo. Ni mwenyeji wa Mbeya, mimi ni mzaliwa wa Mbeya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, ni mwanafunzi pia wa chuo kikuu cha Mosti, bado tunasoma. Mungu ni mwema kwetu. Haleluya. Mungu akubariki. Sasa tupate wasaa kujifunza na kuomba mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko kwa nakuuliza Mungu nitasema kitu gani siku ya leo, lakini Bwana akanipa kitu cha msimu mpya na upako mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nichotamani Mungu akutengenezee msimu mpya. Pengine ulikuwa na msimu majonzi, Bwana msimu ukata tamaa, lakini Mungu akutengenezee msimu mpya katikati yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Chukua daftari lako na Biblia yako twende tukajifunze. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaandika kichwa cha somo nimesema ni msimu mpya, upako mpya. Msimu mpya, upako mpya. Leo Bwana Yesu asifiwe. Msimu mpya, upako mpya. Nataka nizungumze na wewe kwa hivyo vitu viwili muhimu kwa habari ya msimu mpya kwenye maisha ya mtu na upako unaoambatana na kutembea na mtu kwenye msimu mpya aliyofunguliwa kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna vipindi vingi mbalimbali vya maisha, lakini pia kuna vipindi vya kuyatimiza makusudi ya Mungu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna vipindi mbalimbali tutavipitia, tutakutana navyo kwenye maisha, lakini vyote vimekaa katika kuyatimiza yale mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kibiblia unapozungumza msimu mpya ni majira mapya au kipindi kipya kinachoamuliwa kwenye maisha ya mtu. Ni kipindi, Bwana Yesu asifiwe sana, ni majira mapya au kipindi kipya kinachokuwa kinaachiliwa kwenye maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapozungumzia kwamba msimu mpya kwenye maisha ya mtu ni majira mapya au ni kipindi kipya kinachokuwa kinaachiliwa kwenye maisha ya mtu, maana yake kuna mbegu ambayo Kristo au Mungu anakuwa ameachilia ndani yako kwa ajili ya kutembea nayo katika huo msimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila kipindi kunakuwa na kusudi ambalo limefichwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama kunakuwa na kitu ambacho kinakuwa kimefichwa ndani ya msimu mpya ndani ya maisha ya mtu, maana yake kinahitaji upako utakaosaidia kukuza hicho kitu ambacho kimefichwa kwenye msimu aliyokuachilia nao Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wanajikuta wanapokea msimu mpya lakini hawapokei upako utakaowasaidia kutembea katika msimu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unajikuta ni wakati pengine ni kitu chochote, ni biashara, ni kitu chochote. Umepokea neema kufungua biashara lakini hauna upako wa kufanya biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo unakuta mtu ndani ya miaka 2 miaka 3 anaacha kufanya biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu anapokuwa anaachilia msimu mpya, hawachili msimu mpya peke yake ndani ya maisha yako. Anaachilia na kitu kinachoitwa upako. Upako na Roho Mtakatifu na kusaidia wewe kutembea katika msimu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu anajua anapokuwa anakuacha ni kitu kipi ambacho ulikuwa utembea nacho. Pasipo kuwa na roho wake, kuna vitu utakutana navyo ambavyo ni pingamizi. Na utakata tamaa na kurudi nyuma, hautaendelea kufanya kile kitu ambacho Mungu anataka usifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, mfano mzuri tu, kama watumishi wengi wameanza vizuri na Bwana, si ndio? Lakini wanatembea ndani ya muda mfupi, wanaacha kitu katika kusudi ambalo wanatembea nao. Shida sio kusudi na kwamba kitu Mungu amewapa cha kutembea nacho amewapa. Lakini kuna uwezekano wamekosa kitu kinacho upako wa Roho Mtakatifu ambacho kingefanyika ni uwezesho wao kutembea katika kile kitu ambacho Mungu amewapa. Kwa watu wengi wanajikuta wamepewa mbegu lakini hawaelewi mahali gani pa kwenda kupanda mbegu. Ni kitu tatizo sana. Ukipewa mbegu basi upewe na sehemu ya kwenda kupanda mbegu ipate kuweza kukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana mwenye anachia mtu anamchikia mtu, lakini hapati kitu kinachoitwa upako wa Roho Mtakatifu ambao utamsaidia huyu mtu kutembea katika msimu aliokuwa nao. Na tunaona mtu anafanya vitu vinakufa ndani ya muda mfupi anaacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwenye elimu uliokuwa nayo, lazima tutembee na upako wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwenye biashara, katika utembea na upako wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anazungumza kwamba msimu mpya unakuwa na majira mapya ambayo anakuwa anachukua kwa mtu, ambao ndani yake anakuwa amefichwa kusudi la Mungu. Na msizani kana kwamba unapokuwa
unachukua msukumo kwa ajili ya kutembea nao kwenye maisha yako, inakuwa kama ni kitu rahisi shetani atakuacha utembee na kufanikiwa kwenye msimu. No, kwa sababu mafanikio yanafichwa kwenye kusudi ambalo Mungu amekuwekea kutembea nao. Unaanza kuishi kusudi la Mungu ambalo Mungu utembea nao, ndipo mafanikio yako yanapoyakuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitegemee kutana na mafanikio ya kimungu basi utembea kwa kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Okay, ndio maana watu wanaona kwa wito hawezi kufanikiwa kwenye kitu kingine, baada ya kwenda kusoma kwenye kusudi lake la wito, na mafanikio mengine ataanza kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanapewa neno la hekima la kuwasaidia watu wengine, wataanza kusimama na kuwasaidia watu wengine, hivyo kufanikiwa na kustawi kwao wanaanza kuchukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumejikuta tunang'ang'ania kufanya vitu ambavyo si makusudi na mapenzi ya Mungu. Ndio maana tunajikuta tunapoteza muda mwingi tukitamani kufanikiwa, halafu ni kwa sababu ya shetani anabadilisha kitu cha kufanya. Kile kitu kizuri kabisa ukitazama kila mtu anakusifia, lakini kumbe si mpango wa Mungu kwako. Na utachelewa kufika kwenye mafanikio ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hiyo utakuwa na watu ambao wanatega masikio sana na kusikiliza watu kuliko kumsikiliza Mungu. Kumbuka unapokuwa na nafasi kubwa watu kuwasikiliza, utaanza kusikiliza mashauri na kuishi mashauri ya watu kuliko kuishi mashauri ya Mungu. Hello. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unapohitaji kutembea pamoja na Mungu, inahitaji kulipa gharama. Gharama ya namna gani? Kumsikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Mapenzi ya Mungu yameficha kufanikiwa kwa mtu. Unapokubali kutembea katika mapenzi ya Mungu, ndipo kufanikiwa kwako kunafuatana pamoja na wewe. Hello. Sasa kwa nini Mungu anaachilia upako wako kusaidia unapoingia katika msimu mpya ambao ni kwa ajili ya kukusaidia ile kusudi au ile mbegu ambayo Mungu anakuwa anamimina wakati wa kuwasali kwako isipate kuharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya Biblia inazungumza habari ya kwanza, si ndio? Alipopanda mbegu, Mungu akaja kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo hivyo Mungu anaweza kachilia kitu ndani yako, lakini kwa sababu hakuna upako utakusaidia kutembea na ile mbegu ambayo Mungu amekupa nayo ipate kuweza kuchipua na kuweza kukua kukuletea matunda. Shetani anabadilisha kusudi. Na ndio maana nilisema dhambi sio kwamba mahali pengine wao wanazungumza sana kwa baada ya kusema kwamba dhambi si pekee yake dhambi tu tunafahamu kwamba kuzini, kuua, kufanya nini. Dhambi pia ni kuacha makusudi ya Mungu na kuanza kufanya makusudi ya kwako. Pia ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kufanikia nje ya kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unakuta watu wengi wanakaa katika hali ya kumlaumu Mungu, lakini kusudi la sali Mungu unalitimiza kwa sababu uliweza kutimiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nazungumza na kwa baada ya msimu mpya na upako mpya. Nimekuambia upako kazi yake ni kwa ajili ya kukusaidia. Kwa hiyo pengine msimu mpya Mungu anakusaidia kufungua pengine biashara, pengine chochote, pengine hali yako ya kiroho. Kumbuka kitu kinachohitaji upako wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Upako wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya kitu gani? Kukusaidia kutembea katikati ya msimu mpya. Kwa sababu ya nini? Vita vipo kila siku, vita vipo kila saa. Na mahali Biblia inapokuambia nazungumza mada ya vita, haitani. Yapo Wakristo wengi tunaishi tunajua kwamba vita havipo. Lakini vita viko. Ndio maana hatuoni matokeo kwa sababu tunalala. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukijua kana kama vita havipo, lakini vita viko. Tunaishi kwa mazoea, tunatembea kwa mazoea. No, vita viko. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa kuna mambo kadhaa nataka tuzungumze na wewe. Mambo kama matatu. Unapokuwa unaingia kwenye msimu mpya. Unapokuwa unaingia kwenye msimu mpya, vitu vitatu vya kuzingatia unapoingia kwenye msimu mpya. Jambo la kwanza ni mtazamo wako. Haukuona kwako kwenye msimu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wabeba maono. Watu wengi wabeba maono makubwa. Ukimuuliza kwa kila mtu una ndoto gani, pengine hata kwenye biashara atakwambia ninatamani kufika miaka 5, miaka 6. Ndio basi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Amen. Mtazamo wa msimu mpya. Kumbuka msimu mpya ni maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maisha ambayo Mungu anakutengenezea mtu. Yanabidi mtu aache maisha ambayo alikuwa anaishi mwanzo. Ni kitu kidogo Mungu anakibadilisha kwa, lakini unatakiwa uendane na kitu ambacho Mungu anakubebesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kitu moja hapo ambacho watu wengi kwa tunawafundisha ni kutaka kutembea kwa mazoea. Alikuwa anatembea jana, anataka kutembea na leo vile vile. Lakini kumbuka Mungu anakubadilisha kitu. Anakupa kitu kipya. Kama kama kitu kipya kinakuhitaji kutembea mwenendo mwingine mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu anakupa ni huduma. Ulikuwa unaomba masaa 3. Mungu anaweza kukuongezea hicho kitu, maana atakubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Wale mabadiliko kwa sababu ya kitu kilichokubeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapokubadilishia aina ya kitu, anabadilisha maisha. Lazima na fikra zako zibadilike namna ya kufikiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Amen. Okay. Ngoja nipe mfano. Kwa mtu ambaye ameoa na mtu ambaye hajaoa, hawa watu wanatakiwa wafikiri vitu viwili tofauti. Si ndio jamani? Si ndio? Kwa nini anafikiri? Ana familia. Atafikiri familia itaendesha vipi? Ana mambo kama kifamilia, si ndio jamani? Lakini mtu asema kuna namna ya kufikiri nayo, si ndio? Si ndio? Nitapataje mchumba aliye bora? Mambo mengine atakwendaje? Si ndio jamani? Kwa Mungu anapokuwa anabadilisha kitu, pengine kitu cha uongozi, hautakiwi tena ujifikirie kama Mungu anajifikiria kwa mwenyewe. Unapokuwa ni kiongozi haujifikirii wewe peke yako, unafikiria na watu wengine. Na akili yako na namna ya kufikiri kwa kunataka kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Pengine ulikuwa na biashara ambayo ilikuwa ni ya kawaida. Yale unapopata biashara kubwa, bega. Pengine biashara unaanza kwenda katika namna kujumlisha kwa vitu vingine. Ufikiri kwa kunataka kubadilika kulingana na mazingira yanayobadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Sinaongea na watu kama mimi nakusa vitu vingi kidogo utani. Jinsi Roho Mtakatifu atakusaidia kuelewa, elewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakusa upande wa kiroho na kusa upande wa kimwili, utachofaika nacho, tembea nacho kwa Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo msimu mpya si kana kwamba tunamwabudu Mungu peke yake. Tunanufaika vitu vya roho na vitu vya mwili tunanufaika pia. Ataendana kana kwamba tunaotoka na vitu vilivyo maskini na muda ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapokuwa kubariki baraka za roho na kubariki na baraka za mwili. Ili unapokuwa na mtazamo wako uone mfano wa mwili jinsi unavyokwenda na roho unavyokwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sasa Bwana anapokuwa anakutengenezea kitu kipya kwenye msimu wako. Kwa hiyo watu wachache ambao huwa wanakaa barazani kwa Mungu na kumuuliza Mungu nifanye nini katikati ya majira haya msimu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa unapokuwa unakaa kwa namna hii, Mungu anapokuwa anakupa wazo, anataka namna yako kufikiri badilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu nikupe jambo la tatu ninakukimbiza kidogo, natamani tuombe zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jambo la tatu andika namna ya kuishi. Jambo la tatu kuzingatia unapokuwa na jambo msimu mpya. Angalia namna yako ya kuishi, namna yako ya kuishi. Hello. Nimekupa mfano kama mmoja mzito. Nimekupa mfano tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hivi vitu vyote vinakulenga kwa habari ya msimu mpya unapokuwa unaingia. Namna ya kuishi. Mungu anapokuwa anakutengenezea kitu, hatamani ufikiri vile vile au tazame vile vile na uishi vile vile. Kuna kitu cha mabadiliko ambacho tunatakiwa tuonekane ndani ya ziada kwako. Ni sawa sawa na mtu ambaye anaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna ambavyo alikuwa anatembea kabla ya kupokea Yesu, ni tofauti na kutakiwa atembee baada ya kupokea Kristo Yesu. Ni kwa maisha yako. Mungu anaanza kubadilisha kwa ajili ya kutumia katika wito. Jinsi ambavyo unatembea kwa kawaida, hautatakiwa kutembea jinsi unatembea. Kuna vitu vya ziada vitabadilika kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shida ni kitu ambacho kinaingia kwako. Kinakwambia aina ya maisha unataka uanze kuyaishi. Wengine ni marafiki, wengine ni wazuri, lakini hawastahili kutembea katika kusudi la Mungu amekupa. Kwa sababu gani? Wengine wanakuambia maneno ya kukatisha tamaa. Utakuwa unakuwa nafasi ya kukaa karibu pamoja na wewe, jiandae na wewe kuna muda utaachilia. Kwa sababu gani? Unakuta kuna muda utakusidi nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kuna vitu vya kwenda kutembea navyo, lakini Mungu anakuambia viachie, acha viachie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kuna vitu vingine hatuna nguvu ya kubadilisha mpaka saa kubadilisha utapofika. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu kingine kipi ambacho Mungu anataka unapoenda kwenye msimu mpya ni kubadilisha aina yako ya mtembeo. Aina yako ya mtembeo. Hello. Uko vizuri? Haya, andika kitu kingine tunaandika, tunasema yajue mambo matatu tena kuhusu msimu mpya. Yalikuwa ni mambo matatu ya kuzingatia, lakini afahamu haya mambo mengine matatu kuhusu msimu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Usingizi Mungu kama hapa. Jambo la kwanza nasema msimu mpya ni lango jipya. Somo la lango ni somo ambalo ni pana zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu moja wapo ambacho tunazungumza kwa habari ya msimu mpya Mungu anakuwa anafungua
kwa mtu linakuwa ni lango jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Linakuwa ni nini jamani? Linakuwa ni nini jamani? Linakuwa ni lango jipya. Na kama ni lango tunesi lango, si kila mtu anaruhusiwa kupita kwa kila lango. Si ndio jamani? Kuna vitu ambavyo kwa mfano ukienda kwa wasafiri, wale wanaosafiri kwa ndege au wanaosafiri kwa sasa kwa ndege, kuna baadhi ya vitu watakwambia hutaki kusafiri navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio sheria ziko hivyo. Na jinsi tunavyokuwa katika maisha yetu ya roho, kuna vitu ni vizuri kabisa ambavyo nasema hivi si dhambi, lakini Mungu anakuambia hautaki kutembea navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua kwa sababu ya msimu unaokuwa unaingia navyo, hataki wewe kutembea navyo. Mtumishi leo umepita amezungumza sana kwa habari ya neema ya Mungu. Amezungumza kwa habari ya neema ya Mungu. Na ukienda kujifunza mfano katika kitabu cha Kutoka ukatazama habari za Musa, wakati Mungu anazungumza na Musa. Mungu anamwambia Musa, nimelijua jina lako na umepata kibali machoni pa. Si ndio? Si ndio? Lakini Musa wakati Mungu anamwagiza, Biblia inasema hivi, Musa akamwambia Mungu, ninajua. Lakini nitakokwenda je? Watajuaje kama nimepata neema machoni pao? Bwana Yesu asifiwe sana. Akaitaka neema nyingine mpya. Ni kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kumtambulisha kwa msimu anaoenda kuelekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa ni upako wa kutambulisha kwenye msimu anaotembea nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa msimu mpya huwa ni lango jipya. Halo, watu. Jambo la pili, msimu mpya unaweza ukawa ni wa kimaandalizi kwako. Mungu anakufungulia msimu mpya kwako, lakini lengo kuu ni kwa ajili ya kukutengeneza na kukuandaa. Na katika kipindi hicho watu wengi huwa wanakisahau kipindi cha maandalizi, lakini ndio kipindi ambacho ni cha muhimu kuliko kipindi chochote. Kwa sababu msingi ndipo unatengenezwa hapa, uimarishaji wako unatengenezwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Jambo la tatu anasema msimu mpya unaweza ukasema, anasema hivi, msimu mpya unaweza ukawa wa kusimamisha kwako kiroho. Msimu mpya unaweza ukawa ni kusimamisha kwako kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunazungumza mambo matatu kuhusu msimu. Msimu mpya unaweza kuwa ni lango, na kama inaweza kuwa ni lango, maana ndani ya lango kuna vitu viko ndani ambavyo tutakutana navyo. Kama ni vya kuvitumikia, vinaweza kuwa kusaidia wewe au kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine kuwavusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu anaweza kama kuwekeza kitu kwako ambacho watu wengine wanatakiwa kunufaika nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposhindwa kusimama katika msimu wako mpya, kitu ambacho au mbegu ambayo unatakiwa uweze kuipanda, wala wanatakiwa kutembea kuitegemea ile mbegu ambayo ungeipanda ipate kuchipua na kukua, ipate kuweza kuwasaidia, wataikosa. Kwa sababu nini? Unashindwa kusimama katika kusudi lako la msimu ambao Mungu amekupa ipate kuweza kutembea nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Hivi unajua kwamba Mungu anapokuwa amewekeza kitu, hawekezi kitu cha pekee yako tu. Anakuwa amewekeza kwa ajili ya watu wengine wataweza kunufaika. Japo na utanufaika ndani yao, lakini kuna mbegu ambayo inasaidia watu wengine. Na ndio maana Biblia inasema hivi, hakuna ambaye amezaliwa basi kuna kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mtu mwingine anaweza sote faida yako. Na maana faida yako hasa tuliona akisha kwa kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu akiwa uwezo utakuwa kama ndio bwana. Lakini akishatoweka ndipo tuanza kutana kwa huyu mtu. Hapa basi ndio kwa hiyo ndipo zamani inaanza kuonekana. Kuelea hapa anaanza kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mungu ametupa kwa kusudi. Na kama kuna kusudi, maana kuna mtu anategemea kusudi ili apate kuweza kutimiza kusudi. Haleluya. Amen. Jambo la pili nimekuambia kwamba msimu mpya unaweza kuwa kipindi kwa ajili ya maandalizi kwako. Watu wengi wanatamani kufikia mahali fulani pasipo kulipa gharama ya kuandaliwa. Lakini gharama ya kuandaliwa ndipo msimu wa imani yako unapotengenezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo ubora unapotengenezwa. Halo. Halo. Hivi ni vitu vitatu ambavyo nimetamani utembee navyo siku ya leo. Na vifanyike kwa mbegu wako siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kusema tuombe mbele za Mungu kidogo, simama mbele za Bwana. Simama mbele za Bwana. Alafu nitakusogeza sehemu kidogo. Simama. Haleluya.
asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka kwa matatu tuliyozungumza mwanzo na kuyazingatia. Jambo la kwanza, tazama. Unaona nini kwenye kitu ambacho Mungu anafanya? Na uwezo ukaona kana kwa maisha yako na roho yake amechoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie Mungu nijalie kuona kila kitu ambacho ananifungulia kwenye msimu wangu mpya. Watu wengine wanabishana baraka kwa sababu macho yao hayajatiwa nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie Mungu macho yangu ya rohoni naomba uyatie nuru nipate kuona kila kitu. Kila ambacho nakuwa ananifungulia kwa habari ya msimu mpya mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Amen. Unaweza kufunika macho yako na kuinua mikono mbele za Mungu. Tutaomba Mungu hapa Bwana, alafu nitakusikizia ombi la pili na ombi la tatu, alafu tutaomba. Baada ya hapo tutaenda katika jambo jingine. Peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana
Yeah.
Atachilia wazo la kufilisika, atachilia
hajafika. Nenda tu mikono yako nikuombee kwa Bwana. Nenda mikono yako tu kwa Bwana nikuombee. Nenda mikono yako tu kwa Bwana. Mungu. Ninasogea kwako Bwana. Ninasogea mbele zako Bwana. Kazi wa kwanza leo kwa tupa wanadamu Bwana. Ukitupa akili na maarifa na ufahamu. Ili tuweze kuzitumia katika kufanya mambo fulani fulani. Lakini hakuna vitumia yako hii Bwana. Kukamata fikra za watu. Washinde kupiga hatua. Kukamata fikra za watu. Washinde kusogea. Jambo la tatu tunakulimalizia. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi, ile sura ya 32 mstari wa 8. Kitabu cha Zaburi mstari wa 8. Zaburi sura ya 32 mstari wa 8. Biblia inasema nitakufundisha na kukuonyesha njia, alafu utakayoiendea. Alafu ajaishia hapa, anasema nitakushauri. Halafu akuishia tena akasema na jicho langu likikutazama. Maisha yako yafungwa kwenye sifa ya namna hiyo. Maisha yako yafungwa kwenye mzunguko wa namna hiyo. Atakayesimama kukwambia yeye maisha ni Mungu mwenyewe. Kila msimu anapoenda kupitisha ndani mwalimu kwako, msimu mwingine unakuja unautazama uzuri namna gani utaukabili. Lakini anapokuwa ni mwalimu kwako, atakufundisha ni namna gani ya kuingia kwenye uhusiano. Ni wazo jingine umelipokea, ukitazama unaona wazo kubwa haliwezekana. Lakini anakwambia nitakufundisha. No. Biblia inaposema Mungu anapotubebesha vitu, si kana kama tunaweza kuvibeba hivyo vitu, lakini anatufanya tustahili kuvibeba, maana yake anakuwa ni mwalimu kwetu. Anatupa uwezo wa kuvibeba hivyo vitu. Ndio maana nasema huwa anachukua vilivyo vinyonge na kuvifikisha na wakubwa. Mungu anapokuwa anakupa wazo wa kukusaidia, anapokuwa anakupa kitu cha kukibeba, usiogope namna gani utakikabili. Anasema nitakufundisha. Halafu anaishia hapa, anakuambia maisha. Anasema nitakuonyesha njia utakayoiendea. Njia inakuonyesha Bwana ndio maisha yenyewe. Anakuambia vitu vya kuvifanya na vitu vya kuvifanya. Ndio kitu tunachotembeleza Mungu. Ndio kitu tunachotembeleza Mungu. Ndio kitu tunachotembeleza Mungu. Mwambie Mungu, nataka uwe mwalimu kwangu. Usiishie kwa mwalimu kwangu Bwana. Wewe ni kiongozi kwangu. Kuna watu wamebeba maono ya Mungu, lakini anawaongoza si Mungu tena. Kuna watu wamebeba vitu vikubwa, wamebeba maono makubwa, lakini katika kuwafikia katika maono ya Mungu wamebeba, wamemwacha Mungu njiani. Mungu anaweza kukubebesha kitu asikuonyeshe njia ya kuiendea.
ushauri kutoka kwako, nikikaa na kukushauri ili upate kufanikiwa.
kuwa, ikapata kuwa kwako kwenye maisha yako. Kitabu cha Isaya sura ya 40. Kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 29. Mstari wa 29 anasema hivi: huwapa nguvu wasinyao, kumwongeza nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Sikia neno la Bwana. Huwapa nguvu wasinyao, kumwongeza nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Papa Roho Mtakatifu, unapokuwa umekaa chini yako, haukai bure. Kazi mojawapo ya upako ni kwa ajili ya kukupa nguvu. Unapoishi kuzimia, ndani yako umebeba kitu kikubwa, lakini unakutana na hali ya kuzimia, kukata tamaa. Kazi mojawapo ya upako wa Roho Mtakatifu anazungumza kwenye kitabu cha Isaya sura ya 40. Anasema huwapa nguvu wanaozimia, kumwongeza nguvu yeye asiyokuwa na uwezo. Kwa nini unajikatia tamaa? Kwa nini unajikatia tamaa? Kwa nini ukate tamaa? Kwa nini ukate tamaa? Kwa nini ukate tamaa? Kwa nini ukate tamaa? Sasa malango yako kufunguliwa. Sasa malango yako kuweka wazi. Sasa malango yako kufunguliwa. Ni shaima kwa Bwana, nataka upako. Ninataka upako utanisaidia Bwana. Kuniwezesha kusimama. Kuniwezesha kupiga hatua. Kuniwezesha kusimama. Kuniwezesha kupiga hatua. Kusimama kupiga hatua. Nilika sapalesia. Mungu akunipeleka katika hali ya kusimia. Unakutana na makuu Bwana. Lakini ndio wao maono. Lakini ndio wao wamebeba vitu vikubwa. Wanasikia hali ya kuchoka. Wanasikia hali ya kuchoka. Leo unaleta kitu cha upako mpya. Upako utapita kwao. Upako utapita kwao. Ukazalisha nguvu ndani yao. Ukazalisha tumaini ndani yao. Hali ya kukata tamaa hiyo imesimama kwa Bwana, ikapata kutoweshwa katika jina la Yesu. 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 Bwana mpige nguvu. Nguvu za Roho Mtakatifu zikae juu yako. Nguvu za Roho Mtakatifu zikae katikati yako. Uwezo wa Roho Mtakatifu ufuatane juu yako. Katika jina la Yesu. 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 Tutulia kidogo kufundisha kwa wale upako wa Roho Mtakatifu. Kwa ajili ya upako wa Roho Mtakatifu. Siku mtu unapofika kwako, kitu kipya kinapita kwako. Kitu muhimu unachotakiwa kutembea nacho ni upako. Na upako wa Roho Mtakatifu kazi yake ni kukupa nguvu ya kiutendaji. Kwa hiyo kukupa nguvu ya kiutendaji. Unapokuwa umebebeshwa maono ndani yako, maono yakae kule shindani yanafanya kupita kwako. Lakini utawezaje kustahimili hali ya namna hiyo? Unapokutana na makundi namna hiyo, unastahili kitu gani kitakusaidia kustahimili? Upako. Upako wa Roho Mtakatifu. Na anazungumza kwenye kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 29. Yeye ndiye anasema huwapa nguvu wasinyao, na humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hawa watu wawili wamezungumziwa hapa. Mmoja ni mtu asiyekuwa na uwezo, lakini mtu mwingine aliyekuwa na uwezo lakini anakata tamaa. Mungu anapotaka kumchagua mtu sika na mambo anakuwa anafanya kwa ajili ya kutumia katika kusudi la baraka na ndio kutumia nao. Mungu anakutengeneza kwa chombo. Na ndio maana ukisoma ile kitabu cha Yeremia, Biblia inasema kwamba yeye Mungu ni mfinyanzi. Anapotaka kumtumia mtu ni chombo. Anakifinyanga kwa ajili ya kutumia kwa kazi maalum. Anapotaka kutumia wewe atakufinyanga kwa namna yake. Ili apate kuweza kukutumia kwa jinsi unataka kutumia. Glory. Ndio maana watu wengine wanataka kushangaa. Jinsi walikuwa wamekuwa ndani ya mitatu miaka mingi iliyopita. Sasa
Kristo ni mtu tofauti. Kitu gani kinapita kwako? Natengeneza Mungu na kitu kinapita kwako. Kutengeneza kwa sababu tumetia kusudi la Mungu kwako. Na ndio maana nasema huwapa uwezo sio kuwa uwezo. Kazi kwa Mtakatifu. Unapokuwa unapita maisha yako, unakuja kubadilisha aina ya maisha ya mtu. Na kumfanya mtu aanze kuishi tofauti. Na kumfanya mtu aanze kufikiri tofauti. Na kumfanya mtu aanze kufanya vitu vya tofauti. Tamani mpe mtu mmoja ambaye anashauku na chini na moyo wake na kutenda mambo makuu na kufanya mambo makuu. Usiogope wazo lako, utazama wazo lako kwa leo kidogo. Pengine na wazo la kuona maono ya kihuduma, pengine na wazo la kibiashara, pengine na wazo la kiuongozi, pengine na wazo lolote ambalo umelibeba kwa ajili ya maono na kiutendaji katika ulimwengu wa roho. Unaweza kusema katika moyo Sana maombi, haleluya, sana maombi, haleluya, sana maombi, usitazame Yesu, haleluya, kidogo Hosana mbinguni, haleluya, hosana, hosana mbinguni, haleluya, hosana, hosana mbinguni, haleluya, hosana, hosana tumekuja kwako Bwana, tumekuja mbele zako Bwana, tumekuja mbele zako Bwana, lakini kuna mambo tuliyakatia tamaa, lakini kuna mambo tuliyakatia tamaa Bwana, lakini imani na uwezo wetu, kuna mambo tukayaacha Bwana, tukijitazama jinsi tulivyo, tukijitazama na maisha tunatakiwa kwenda, tukajitazama na kulikatia tamaa. Isaya anazungumza Bwana ya kwamba Mungu anawapa uwezo usiokuwa na uwezo. Tena vima vinyonge ambavyo Bwana amekaletea hata kukata tamaa. Inua Mungu. Leo katika hasa kufanya na wewe. Kwa vitu Bwana
kwa chini yako. Kwa ajili ya msimu mpya unaofuata machoni pako mbele yako. Ulikuwa una wazo, ulikuwa katika hali ya sitofahamu. Roho Mtakatifu akakukumbuke. 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 Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Chukua nafasi yako tena. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninachoamini kuna kitu ambacho Mungu amekusudia kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu anakuwa amekusudia kitu, Bwana amekusudia kitu kwa ajili ya kuweza kukusaidia kwa mlango kwako. Na kukuvusha kukupeleka katika hatua moja kwenda hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikumalizie kukufundisha katika kitabu kile tulichosoma cha Isaya sura ya 40. Alafu nitaruhusu tuendelee na dini zingine ambazo zitakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kitabu kile cha Isaya ambapo tumefunua katika hali ya maombi, kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari ule wa 29. Hebu tuanze mstari ule wa 28. Tuanze mstari ule wa 28. Tuanze mstari wa 28. Biblia inazungumza inasema hivi. Je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Mstari wa 29 anasema hivi. Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu asiyekuwa na uwezo. 30. Kwa vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Lakini mstari wa 31 anasema bali wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kumbuka tulikuwa tunazungumzia kwa habari ya msimu mpya. Tulikuwa tunazungumzia kwa majira mapya yanayokuwa yanachiliwa kwa mtu. Lakini katika haya majira yanayokuwa yanachiliwa ndani ya mtu, kingine nikwambia ni kitu ambacho Mungu anakuwa amewekeza ndani yako kwa ajili ya kuweza kutembea katika kusudi ambalo Mungu anakuwa amelimimina ndani ya msimu. Lakini katika kutembea katika msimu wako utakutana na vitu vingi. Utakutana na mapingamizi, utapingana na kufika katika hatua zingine, utakutana na mambo ambayo ni magumu. Bali kitu ambacho unatembea nacho tamani kuacha. Lakini si kana kwamba Mungu akukupa kitu utembee nacho, alikupa utembee nacho. Lakini ni kwa sababu ya matatizo unayokutana nayo, kwa sababu ya ugumu unaokutana nayo, kwa sababu ya maneno unayokutana nayo, yanaua imani yako ya usubuhi wa kuendelea kutenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika 28 ndio maana anazungumza anasema, je, wewe hukujua? Haukusikia yeye Mungu wa milele? Bwana Mungu amlisha dunia, yeye hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Kwa namna hiyo unapotafuta upako wa Mungu kwanza kutembea pamoja na wewe. Maana unachukua hii sifa ya Mungu kwa juu yako na kwa ndani yako. Kile unachokuwa unakifanya ndani yako hautasikia roho ya kuzimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ya kuchoka haitakuwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumza 29 anasema huwapa nguvu wanaozimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika mstari ambao anaendelea anasema hivi. Humuongeza nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Mungu anataka kutumia mtu, si kana kwamba unakuwa umekizi vigezo vya kutumia. Lakini Mungu anakutengeneza ili baada ya kuweza kukizi vigezo vya kutumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukianza kutazama kesho yako na jinsi ulivyo leo, hautatamani kwenda kufuta kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana watu wengine hata wakipewa hizo ule rais ndani ya mkutano miaka 6 bwana nimeshichukia. Ukijitazama hali yako kwa na masikio bwana. Unaona kama anafanya kitu cha mchezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu majira ya Mungu anapokuwa amefika, Mungu anakutengenezea njia ambazo utaanza kuzitembea nazo katika hizo njia ambazo zitakusaidia kuweza kufika pale Mungu anatamani uweze kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uwekezaji wa Mungu hauangalii mazingira ya mtu aliyekuwa nayo. Uwekezaji wa Mungu unaangalia kusudi lake ndani ya mtu. Kwa hiyo Mungu huangalia kusudi lake ndipo anawekeza ndani ya mtu. Na anaanza kumtengeneza huyu mtu kuweza kufaa ukibeba kile kitu
anachotaka tukubebeshe Mungu. Na ndio maana anazungumza akiwa kwamba uwezo usiokuwa na uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Na ndio maana anazungumza katika mstari ule wa 31. Anasema baadhi wale wanaomcha Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu ambao kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Upako wa Roho Mtakatifu utembea pamoja na wewe ndani ya mwezi. Upako wa Roho Mtakatifu utembea pamoja na wewe ndani ya kumaliza mwaka mzima. Upako wa Roho Mtakatifu utembea pamoja na wewe kila wazo unalobeba ndani yako utafanikiwa. Upako wa Roho Mtakatifu utembea katika kila msimu unaofanyika kwa muda kwa ajili ya maisha yako. Upako wa Roho Mtakatifu utembea pamoja na wewe katika kila chochote unatamani kuweza kukifanya katika jina la Yesu. Kuhusu wako na kitu chochote kinachofanyika ni zuio kwako. Kuhusu wako na kitu chochote ambacho kitafanyika ni kipingamizi kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mikono yako nikushukuru. Bwana Yesu ninakushukuru. Upendo wako na fadhili zako ni kubwa. Ukuu wako na uaminifu wako ni mkubwa mno. Umetupenda jinsi vilivyo Bwana. Usielezea sifa zako na ukuu wako juu ya maisha yetu ni vigumu. Lakini upendo wako Mungu usiku kucha na mchana unatembea ukiwa uko juu yetu. Tuseme nini machoni pako zaidi ya maneno ya kukushukuru. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo umetupa na usiku wa leo. Utukufu utabaki kwa neno lako. Nazo sifa na heshima zitabaki kwa neno lako. Ninaomba Mungu kwa ajili ya kila mmoja ili kusanyika siku leo Bwana. Neema ya upako na msimu pia unapokuwa unaingia kwake. Mungu mjalie macho yake kuona, Mungu mjalie fikra zake kubadilika na kuanza kufikiri sawa sawa na msimu mpya na kitu kinachokuwa unahitaji kutembea nacho. Na ubadilishie maisha ya Mungu unaotamani apate kutembea nayo sawa sawa na kitabu cha Zaburi sura 32 mstari wa 8. Ya kwamba mimi Mungu nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoendea. Lakini pia nitakushauri, nitakuwa mshauri. Ukijua ya kuwa Mungu utakutana na mapingamizi, atahitaji huyu mtu ushauri. Ukapata kufanyika wewe ni mshauri wa kwanza kabla ya ushauri wa wanadamu kupita katikati yake. Mungu ukapata kuonekana na kusikitika katika jina la Yesu nikiwa na mshukuru. Amen. Shalom.